Home Clinic. Wahenga wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na kusalimu popote pale ulipo mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi hiki cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Mimi ni Stella Paul, nahodha wako ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic. Kipindi hiki kinakupa nafasi wewe mtazamaji kuweza kufahamu mada mbalimbali zinazoangazia masuala mazima ya kiafya katika maeneo tofauti tofauti. Na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo inaangazia namna sahihi ya kumlea mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili kuimarisha afya yake ya akili. Ikimaanisha kwamba ni mambo yapi ambayo utayafanya ama malezi utayatoa kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili kuweza kuimarisha afya yake ya akili. Hiyo ndio mada ambayo iko mezani kwa siku ya leo. Utapata nafasi ya kuweza kufahamu maoni ya wananchi, utapata nafasi ya kuweza kufahamu pia daktari ana nini cha kuzungumza na wewe mtazamaji kuhusiana na mada hii. Awali ya yote tujikumbushe katika clinical puzzle ya wiki iliyopita ambapo swali lilikuwa likihoji, je, moyo unahitaji vitu gani ili uweze kusukuma damu? Na majibu yake ni kwamba moyo unahitaji mambo kadha wa kadha ikiwemo oxygen, glucose, hormone pamoja na mishipa safi ya damu ili uweze kusukuma damu. Na hayo ni majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita, na sasa huu twende tukatazame afya storyline ya wiki hii. Malezi bora ya mtoto katika miaka ya mwanzo, hasa chini ya miaka 5, ni msingi muhimu wa maisha yake ya baadaye. Wataalamu wa afya ya watoto na maendeleo ya akili wanakubaliana kuwa kipindi hiki ndicho kinachomchangia mtoto kukua kiubongo, kimwili na tabia za mtoto. Kitaalamu, tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya ukuaji wa ubongo wa mtoto hutokea kabla ya kufikisha miaka 5. Hii ina maana kuwa malezi yanayopata kutoka kwa wazazi wake wawili yanaathiri moja kwa moja katika uwezo wake wa kufikiri, kujifunza na hata kuhusiana na wengine. Katika kukuza afya ya mwili, wazazi wana jukumu la kuhakikisha mtoto anapata lishe bora, chanjo kwa wakati pamoja na mazingira safi. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kuwa lishe duni katika miaka ya mwanzo inaweza kusababisha udumavu, hali ambayo huathiri tu si ukuaji wa mwili bali pia uwezo wa akili. Baba na mama wanapaswa kushirikiana kuhakikisha mtoto anapata mlo kamili unaojumuisha protini, vitamini pamoja na madini muhimu. Katika ukuaji wa akili, wataalamu wa saikolojia ya watoto wanasisitiza umuhimu wa mawasiliano ya karibu kati ya mzazi na mtoto. Kuongea na mtoto, kucheza naye na kumjibu anapolia huchochea ukuaji wa ubongo. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanapata upendo na uangalizi wa karibu kutoka kwa wazazi wao huwa na uwezo mkubwa wa kujifunza na kujiamini. Kisheria na kijamii, wazazi wote wawili wana wajibu wa kumlea mtoto. Baba anaposhiriki kikamilifu katika malezi kama vile kucheza na mtoto, kumfundisha na kumpa ulinzi, huongeza ustawi wa kihisia na kijamii kwa mtoto. Malezi yenye nidhamu na upendo husaidia kujenga tabia njema. Wataalamu wanashauri wazazi kutumia njia chanya za malezi badala ya adhabu kali. Hii ni pamoja na kueleza, kushauri na kuwa mfano mzuri kwa watoto. Kwa takwimu, tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa watoto wanaolelewa katika mazingira yenye upendo, uangalizi na ushirikiano wa wazazi wana uwezekano mkubwa wa kufanya vizuri shuleni na kuwa na afya bora pamoja na akili inayopevuka. Hivyo basi, malezi ya wazazi wote wawili kwa mtoto chini ya miaka 5 ni uwekezaji mkubwa katika maisha yake ya baadaye. Ushirikiano wa baba na mama katika kutoa malezi bora hujenga msingi imara wa afya ya mwili, akili na maadili ya mtoto. Ni jukumu la kila mzazi kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha. Na hiyo ndio afya storyline ya wiki hii ambayo imeangazia kwa undani kuhusiana na mada iliyopo mezani. Na sasa ni wasawa kuweza kutazama wananchi wanauelewa gani ama wao wanatoa malezi gani kwa watoto wenye umri huu ambao tumeutaja ili kuhakikisha wanaimarisha afya yao ya akili. Kwa majina anaitwa Nuru Paul, ni mkazi wa Mwanza. Ili kuimarisha afya ya akili ya mtoto, afya ya akili ya mtoto inaanza kuimarishwa toka mtoto anapozaliwa mpaka kwenye maendeleo yake ya ukuaji. Pindi mtoto anapozaliwa mpaka anapofikisha miezi 6, haruhusiwi kula chakula cha aina yoyote, hata maji, zaidi ya maziwa mama yake basi. Pia inashauriwa mzazi kumfanyia mwanae massage ya mwili
Hii inasaidia kuimarisha mifupa na kumfanya mtoto wake kuwa active. Mtoto anapofikisha umri wa miezi 6 na kuendelea mpaka miaka 2, mzazi anashauriwa kumtengenezea uji wa lishe pamoja na vyakula mbalimbali ambavyo vitasaidia kuimarisha afya na mwili wa mtoto. Vyakula hivyo vinaweza vikawa mchele, ndizi, parachichi, apple na vinginevyo vingi. Asante. Kwanza kwa majina naitwa Anspo Mwemezi. Kwa uelewa wangu ninavyoelewa mtoto kuwa na afya ya mwili na akili, inatakiwa kwanza kuzingatia vyakula, lishe ya vyakula, sababu unakuta kuna baadhi ya watoto wanakosa vyakula, lishe ya vyakula, mwili inakuwa ni nzuri. Lakini vile vile kitu kingine ni masuala ya matunzo kwa watoto, kwamba sehemu wanapozaliwa wazazi wanatakiwa kuwa na ile namna ya kuwatengenezea mazingira mazuri watoto wao. Kingine nafikiri ni ile kumpa muda mtoto, labda wa kushirikiana na wenzao, kama kufanya michezo, kucheza, na sio kwamba mtoto muda wote akae ndani amefungiwa. Kwa majina naitwa Elizabeth Mkini, ni mkazi wa Mwanza. Mtoto anayeanzia umri 0 mpaka miaka 2 anahitaji zaidi maziwa ya mama, na akishafikisha miaka 2 anaanza kula chakula cha kawaida, ambapo hapo sasa tutamtafutia vyakula laini pamoja na vitu vingine. Pia anatakiwa anywe maji masafi. Hivyo anatakiwa apate lishe bora, ambapo mtoto huyu akiwa na kuanzia umri wa miaka 0 mpaka miezi 6 anatakiwa anywe maziwa ya mama tu, kama endapo mama ana matatizo au mtoto mwenyewe ana matatizo. Hapo baada ya hapo ataanza kutumia vitu vingine kama maziwa ya kopo na lishe mbalimbali kulingana na mwongozo wa daktari. Pia mtoto akiwa ana umri wa kuanzia 0 mpaka miaka 2, mama anatakiwa azingatie zaidi kliniki, kwa sababu kule kliniki kuna chanjo wanatoa. Kwa mfano kama sasa hivi tunaongelea issue ya polio. Polio imekuja kwa msimu wa kwanza na msimu wa pili, na mtoto anatakiwa hivyo vitu vyote avipate. Malezi, mama anatakiwa amlee mtoto akiamini kwamba yule mtoto ni mtoto ambaye atakuja kuwa mtu mzima. Kwa hiyo anatakiwa amjenge kiakili zaidi, kumfundisha baadhi ya vitu taratibu, kwa sababu yule ni mtoto ambaye ndo anaanza hatua kidogo kidogo. Akishamfundisha hapo sasa ndo anaanza kujenga akili yake kwa kiwango minimum, maximum, mpaka baadaye anakuja hali ya juu, mtoto anaanza kujitegemea tena binafsi. Mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi, kila mmoja ameeleza kwa namna yake ya tofauti. Sasa tuende katika chumba cha daktari kuweza kufahamu undani wa mada yetu ya leo. Daktari, ni malezi yapi sahihi ambayo yanapaswa kutolewa kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili kuweza kuimarisha afya yake ya akili? Kulingana na swali lako, afya ya akili ya mtoto kujengwa na mama. Mwanzo kabisa, toka mama anapopata ujauzito, tunamshauri aanze kliniki mapema. Kuna vitu tunavyowapatia, vipimo tunavyowapima, vinawajenga, vinawasaidia kwa afya ya mama na mtoto akiwa tumboni. Cha kwanza tunasema, tunapokuja kuzungumzia afya ya mtoto, afya ya akili ya mtoto baada ya kuzaliwa inatokea tumboni. Mama akichelewa kwanza kliniki, kuna effect ambazo anaweza akazipata. Mfano, kuzaa watoto vichwa vikubwa, wengine mmezoea kuwaita vichwa maji, migongo wazi, lakini pia hata midomo sungula. Hivyo mtoto atakapozaliwa ana hizo defect, tayari ushaharibu afya ya akili ya mtoto, lakini pia hata mwili. Kwa mtoto anaweza kuzaliwa mlemavu wa afya ya kimwili, lakini pia hata kiakili. Mfano wale watoto wenye wa mdomo wazi, mgongo wazi, hiyo tayari sha affect spinal cord, tunaita uti wa mgongo, ambao huwa ina act kama nusu akili au nusu ubongo. Kwa kuna baadhi ya vitu hataweza kufanya, otherwise ifanyike operation za kumtibu na gharama kubwa zinatumika. Kwanza kabisa, mama anapotarajia kupata ujauzito, tunamshauri afike hapa kwa ushauri zaidi, lakini pia aanze kliniki mapema mara anapogundua ni mjamzito, ili kumjenga mtoto kuanzia tumboni na kuzaliwa na mtoto akiwa na utimamu. Baada ya pale, tunakuja kuanza kumlea mtoto nje ya tumbo la mama kwa kumpa, kuna kitu tunaita exclusive breastfeeding, yani kunyonya maziwa ya mama pekee ndani ya miezi 6. Hiyo hujenga afya ya mtoto kwa upande wa akili,
lakini pia hata kwa upande wa mwili. Umeeleza vyema malezi ambayo yanahitajika. Je, ni malezi yapi ambayo hayahitajiki kwa mtoto huyo ili kusaidia afya yake ya akili kuweza kuimarika vizuri, na endapo mambo hayo yatafanyika mtoto huyo pia anaweza kupatwa na madhara? Afya ya akili ya mtoto na ya mwili pia inazulika au inaafektiwa mwanzo kabisa kutokea tumboni wa mama. Cha kwanza, akichelewa kuanza kliniki, ina maana kuna baadhi ya vitu atamisi, kuna baadhi ya vitu atakosa. Tunashauri miezi mitatu ya kwanza, pale ndio organ zote zina be formed, yaani pale ndio majiundo ya mtoto anapojitengeneza. Kwa mama pale anapoharibu, anapochelewa kuanza kliniki, kupelekea kuizuru afya ya mtoto kuanzia mwili na akili pia, na hivyo anaweza kuzaa mtoto mlemavu tayari wa akili, unaona, au mlemavu pia wa kimwili, na hivyo kupelekea gharama kubwa za kumtibia, na hata unaweza kumtibia akapona kabisa, lakini kukawa na upungufu baadhi. Wengi wamezoea kuita kama watoto kama wanakuwa na upungufu fulani wa akili, wamezoea kuita punguani au dishi kama limeyumba au nini, vitu kama hivyo. Tupate mapumziko kutoka katika chumba cha daktari, na sasa twende tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message hiyo inanipa tena nafasi ya kuweza kurejea katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na malezi bora ama malezi sahihi kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili kuweza kuimarisha afya yake ya akili? Tunamshauri kuanzia mwanzo, huku anapopata ujauzito aje kliniki, hospitali yoyote iliyo jirani na yeye, au hospitali yoyote yeye atakao kuwa amependa kwenda kufanyia kliniki yake kwa ajili ya uchunguzi zaidi na kupatiwa huduma za kimatibabu, lakini pia za kikliniki, kufuatilia maendeleo yake ya mtoto kuanzia tumboni, kwa sababu mtoto akishazaliwa ana shida katika uti wake wa mgongo, ana shida katika kichwa chake, ubongo. Tayari tunasema kwamba pale tayari hata kama tutafight huku kupambana, ameshazaliwa, umpe lishe, umpe nini, lakini mtoto tayari ni mgongo wazi, mtoto tayari ni hydrocephalus, wale vichwa maji au vichwa vikubwa, inakuwa issue kubwa kumlizo. Shukrani sana daktari kwa maelezo hayo mazuri ambayo umeyatoa kwa mtazamaji, na wasaa huu mtazamaji, twende tukatazama Clinical Puzzle ya wiki ijayo. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Na hiyo ndio Clinical Puzzle ya wiki ijayo. Tuachie maoni yako katika uwanja wetu wa comments, nami maoni yako nitasoma katika kipindi cha wiki ijayo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook na YouTube. Tunapatikana kwa jina moja tu, @SauTV_TZ. Ukitufuatilia huko utaweza kupata na kufahamu mambo kadha wa kadha, habari na vipindi tofauti tofauti. Ulikuwa nami Stella Po ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic, ambapo kwa siku ya leo mada iliyokuwa mezani inaangazia malezi sahihi kwa mtoto mwenye umri chini ya miaka 5 ili kuimarisha afya yake ya akili. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Home Clinic.